Binafsi nafikiri kwamba kwa mujibu wa kamati ndio adhabu ambazo walikuwa wameziweka, na ukiangalia tuliweza kuona hata kwa upande wa klabu ya Yanga iliweza kutokea, tukaweza kuona kwa upande wa Ibrahim Baka, lakini pia kulikuwa kuna makosa kama hayo hayo. Kwa hiyo kwa maana ya makosa yaliyofanyika na adhabu iliyotolewa na kamati ni kitu ambacho kimekuwa kina muendelezo, lakini changamoto yangu ni moja tu, kwamba hizi adhabu ni kweli zitakwenda kutusaidia katika kukuza mpira. Na hili nilizungumza hata kipindi kile cha adhabu ya Baka, nikasema sawa, tukio limefanyika, lakini kwenda kumfungia mchezaji mechi tano mchezaji wa mpira wa miguu kwenye ligi ambayo ina timu yake inacheza mechi 30 kwa makosa haya ya kimpira, ambayo wakati mwingine tunafahamu kwenye mpira pana mambo mengi sana kwenda kutokea. Kuna mtu kupaniki, matokeo, vitu ni vingi, mtu ameshakwenda amechemka. Je, inaweza kwenda kutusaidia kwa maana ya kuweza kukuza mpira? Mtu akae nje katika mechi 5 na kuwa umemsaidia. Kwa mimi nafikiri bado kuna haja ya kuziangalia hizi adhabu, wangepunguza kiwango cha mechi, kwa sababu moja ya furaha ya mchezaji ni kuweza kucheza mchezo, lakini pia athari haiishii tu kwa yeye mwenyewe kumfungia, lakini pia inakwenda kuingia mpaka kwenye klabu, kwa maana klabu sasa iweze kuwakosa watu katika mechi 5 mfululizo, watu ambao imewaajiri na kuweza kulipa gharama kubwa tena na kigeni kidogo. Nafikiri na haina impact nzuri zaidi. Nafikiri kuna haja ya kufikiria namna ya kuregulate mechi 3 walau, ikiwa na ile ambayo of course maximum zile mechi 5 kwa kuna tukio ambalo kweli ni la kutisha, ndio unaweza ukasema mechi 5. Lakini kwa binafsi yangu nafikiri siungi mkono mechi 5, ni nyingi sana. Sio kwa sababu tu ni wa Simba au ni wa Yanga, mchezaji mwingine yoyote, kwa matukio yao nafikiri ni mechi nyingi sana kwa upande wangu. Kwa kiuhalisia, kwa mtazamo wako, naamini kwamba hii adhabu inaondoa mchezoni wachezaji, inaleta athari kubwa sio kwa wachezaji, hata kwa klabu. Ingawaje pia nafikiri kuna haja pia hata na ya vilabu kuweza kuona namna ya kutengeneza baadhi ya kanuni au sheria ili kuweza kuwabana wachezaji pia, kwa sababu ukiangalia kweli mtu unamlipa mshahara mkubwa, unamlipia kiasi cha kufanya kazi nchini, alafu anakuja anafanya makosa kama haya, anakosa mechi 5, ni kitu ambacho kinasoonesha. Na wakati mwingine ukiangalia unamtegemea kwenye timu, na hasa kipindi hiki Simba ukiangalia kikosi chao bado hakijakuwa stable. So ni mtu ambaye alikuwa amemchukua aje kuwasaidia Kante, usajili mpya, alafu tena wakosekane. Kwa nafikiri kuna haja ya kuliangalia katika upande mwingine, isiwe tu kwa upande wa adhabu, lakini pia iwe ni upande wa kuweza kusaidia vilabu kuweza kupata matokeo, lakini pia hata kulinda viwango vya wachezaji. Kwa binafsi najua kwamba kamati wameamua kwa mujibu wa kanuni, lakini hizo kanuni ambazo zimepitishwa kuna haja ya kuziangalia. Lakini pia nimeona kuna changamoto nyingine kubwa ya fedha, milioni 5. Sasa inakuwa ni kama vile kamati ipo kwa ajili ya kufanya collection ya mapato, kitu ambacho sifikiri kama ni dhana nzuri ya kamati. Kwa hiyo kuna haja ya kuweza kuona ujenzi milioni 5 ukiziangalia ni nyingi, na hasa kuangalia katika hali ya uchumi ni vyema tukaangalia makosa na kiwango cha fedha ambayo inakwenda kutolewa pia. Lakini ukiangalia kwamba makosa ambayo wanayafanya yanahatarisha pia afya ya mchezaji mwingine. Ninafahamu kweli unapozungumzia makosa walioyafanya ni kweli yana athari kwa namna moja ama nyingine kwa wachezaji na kuweza kuhatarisha usalama. Na makosa haya hayajaanza leo wala jana, ndugu Mwandike. Kwenye mpira wa miguu lazima itatokea vitu kama hivyo. Cha msingi ni kuangalia ile extent ya hayo matukio kwenye mpira. Yaani adhabu ziwepo na kila mmoja ana wajibu wa kuweza kulinda afya ya mwenzake kiwanjani na kuweza kulinda usalama wa mwenzake kiwanjani, hili tunalifahamu. Kwa hiyo watu waendelee kupewa elimu, lakini wakati mwingine uweze control, timu ilishapoteza, unazomewa na kila mtu ana miemko yake, inaweza kwenda kutokea. Sasa inapotokea tuangalie pande zote mbili za hayo matukio. Sawa, ile tukio la Soa alikuwa tukio la kiungo, tukio ambalo kwenda kuhatarisha usalama mwenzake, the same na tukio la Kante. Lakini je, kwa matukio ile tukio la Mbaka, je ndio kwenda kuwapelekea katika mechi 5? Hiyo ndio hoja ya msingi. Lakini si kanuni ambayo pia bila shaka imeungwa mkono na hao pia viongozi wa vilabu. Mimi ninafikiri sijui kama hizo kanuni wanakuwa wanapitiaga viongozi wa vilabu, sina uhakika, lakini nafikiri yani kupitia kwao kwa hizi kanuni sidhani kukoje, kwa sababu ni mazingira ambayo ukiangalia yanashangaza. Yani unawezaje kukaa na kupitisha kitu kama hiko? Hiyo mijadala ilikuwaje? Kwa hiyo nafikiri ndio inawezekana ikawa vitu vinatungwa tu, alafu baadaye wanasema kwamba tunataka kupitisha. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuangalia, lakini pia
then vinatumwa, vikishatumwa watu wanakuja wanapitisha, maisha mengine yanaendelea. Binafsi nafikiri kuna haja kwenda beyond na kuangalia, sababu kweli leo tunazungumza hivi ni kanuni ambazo wao ndio walikuwa wamezipitisha. Ndio. Kwa hiyo kwa mtazamo wako naamini kwamba hii adhabu ingeweza kuenguliwa hata kabla msimu kumalizika? Mimi nafikiri kama kupanga pana uwezekano wake hizi ni kama tujue kanuni sio sheria. Kama pengine mpaka inakuwa na mlongo mpaka ipite si wapi mamlaka gani. Kanuni kitu ambacho mnakuwa mmekaa mmekitengeneza kwa utaratibu wenu, na ndio maana kila inchi au kila shirikisho linakuwa na kanuni zake. Wanaweza kukaa wakafanya review na kuweza kuona na maeneo mawili. Eneo la kwanza, eneo la hizi adhabu. Eneo la pili, eneo la hizo fedha ambazo zinakuwa zinatozwa, nafikiri ni kubwa sana 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 sana. Kwa hiyo waangalie upya. Yaani waziangalie tena. Lakini labda huenda TFF wa makamati husika imeangalia mara baada ya kuona matukio kama haya yamekuwa kijirudia mara kwa mara na baadhi ya wachezaji kushindwa kuendelea pia kutokana na adhabu, kutokana na rafu kama hizo ambazo wanazifanya. Sasa kama ingekuwa inasaidia, basi baada ya Baka asingetokea Soa na asingetokea Kante. Na nikasema kwa nature ya mpira wa miguu jinsi ulio mchezo wenyewe, ni ngumu kuweza kuzuia miemko kwa 100%. Kwa hiyo cha kufanya ni kutengeneza mekanizmu ambayo itakuwa ni rafiki. Ikiwa kwanza kwenye vilabu ambao ni waathirika wa kwanza waweze kuona namna bora ya kuweza kuona namna kuzungumza na wachezaji wao, na ikiwezekana wao wana adhabu ndogo ndogo kama fine ndani ya vilabu ili kuweza kupunguza matukio. Lakini ukisema kwamba kwa kutumia hizo adhabu unaweza ukaiondoa, hapana. Tumeweza kuona mtu akifanya makosa anapata labda kadi nyekundu, anakosa mchezo, lakini kadi nyekundu hazijawahi kuisha, kwa sababu ni mchezo ambao unahusisha hisia, mtu kuchemka na miemko. Kwa hiyo sifikiri kama inaweza kawa ndio solution, isipokuwa tu tuangalie pande zote mbili, upande wa adhabu lakini na upande mwingine wa kuangalia kiwango cha mchezaji, lakini pia kuangalia maslahi ya klabu na malengo yao katika msimu unavyoendelea. Nafikiri ni jambo la msingi sana kuliangalia. Kwa hiyo ziwekwe kama ikiwa ni sehemu ya kuweza kuongeza awareness, lakini isiwe kama sehemu ya kutaka kukomoa kitu ambacho kinakuwa kina mantiki. Wengine wanakuwa ni national team player. Haya, kwa leo mtu kama Ibrahim Baka, kama pangekuwa pengine Yanga hawana mechi za kimataifa, pengine tusingemuona katika mechi 5, alafu baadaye unakuja kumuita kwenye national team, atakuwa na ubora gani? Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.